Licha ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wana viungo ushambuliaji wengi kutokea pembeni kwa maana ya mawinga, lakini mchezaji wa kimataifa wa Senegal winga Libase Geye ni miongoni mwa wale ambao hivi sasa wanatajwa kuhusishwa na usajili wa dirisha dogo wa wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mechi zao 4 za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, lakini pia mechi zilizobaki 25 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025-26, mechi za kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine mbalimbali watakaoshiriki Simba katika msimu huu wa 2025-2026. Taarifa zinaeleza kwamba kocha Steve Becker pamoja kuwa na mawinga kama Eli Mpanzu Kibisawala, Mohamed Bajabar, Ladak Chasambi, Neo Maema, Kibu Dennis Prosper, Joshua Budo Mutale na wengineo, lakini anahitaji bado winga mwingine mwenye kuweza kufanya maamuzi katika mechi ngumu, kuweza kushinda safu ngumu ya mabeki wa upinzani ili kuhakikisha timu yake inapata matokeo yale wanayohitaji. Na kwa sababu hiyo ndipo jina la Libase Geye linatajwa. Huyu ni mchezaji wa kimataifa wa Senegal ambaye umri wake ni miaka 22 kwa sababu alizaliwa Julai 5 mwaka 2003. Urefu wake winga huyu wa kimataifa wa Senegal ni futi 5 na inchi 10. Yes. Na alijizolea umaarufu mkubwa katika michuano ya CHAN iliyofanyika hivi karibuni, ambapo timu yake ya taifa ya Senegal wakiwa mabingwa watetezi kwenye michuano hiyo waliishia hatua ya nusu fainali kwa kutolewa na Morocco kwa mikwaju ya penalty 5-3 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya 1-1. Huyu guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto, lakini kwenye kucheza zaidi kutokea upande wa kulia, na ndiko ambako alionekana akiwa na madhara makubwa wakati akitumikia timu yake ya taifa ya Senegal katika michuano ya CHAN iliyoandaliwa kwa pamoja na nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo katika wale wachezaji watatu wa viungo wa ushambuliaji nyuma ya mshambuliaji wao Kenara katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji watatu, ushambuliaji, mshambuliaji Kenara mmoja, yeye alikuwa akicheza eneo hili akitokea zaidi upande wa kulia, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Libase Geye alijizolea umaarufu mkubwa katika fainali hizo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga, kuingia ndani, kufanya majaribio ya kufunga. Ni katika michuano hiyo ya CHAN ambayo Libase Geye aling'ara sana. Nakumbuka vizuri katika mechi ya robo fainali, kwa mfano walipocheza dhidi ya Uganda na kushinda kwa bao 1-0, Uganda wakiwa ni miongoni mwa wenyeji wa fainali hizo, wao Tanzania na Kenya walikuwa na sapoti ya mashabiki maelfu kwenye uwanja wakifurika kwa shangilia mwanzo mwisho. Mechi kali, lakini Senegal wakashinda kwa bao 1-0. Bao hili lilifungwa na miongoni mwa washambuliaji wao Omar Ba akitumia vyema pasi kutoka kwa Libase Geye. Yes, na kuwawezesha kwenda katika hatua ya nusu finali. Walipofika nusu finali, mechi iliisha kwa sare ya 1-1 dhidi yaliyokuja kuwa mabingwa Morocco, na hivyo kuamuliwa mechi hiyo kwa mikwaju ya penalty, ambapo walipoteza kwa mabao 5-3 ya penalty. Lakini lile bao moja la Senegal lilifungwa kutokana na pasi saidizi kutoka kwake, akimpasia beki wa kushoto Joseph Layous aliyefunga vyema na kufanya mechi ishe kwa sare ya 1-1. Huu ni mfano tu wa namna ambavyo Libase Geye alifanya vizuri katika michuano ya CHAN ambayo timu yake ya taifa ya Senegal iliishia nusu fainali. Lakini kwa ujumla kwenye michuano ya CHAN kwenye mechi 6 alicheza zote, maana Senegal katika safari yao alicheza mechi 6 dakika 494 na kuonyesha kwamba huwa anahusika zaidi katika mechi, tunasema ile game involvement. Akagusa mipira, tunasema touches, mara 278, lakini akatoa pasi 133. Kati ya hizi pasi 114 zilifika, na miongoni mwao kulikuwa na pasi 71 kwenye nusu ya pili ya uwanja, yani kule juu ambako yeye ndo hucheza zaidi miongoni mwa washambuliaji akitokea pembeni. Lakini sio hilo tu, alifanya majaribio ya kufunga katika mechi hizo 6. Mkiwa vipi? Alipiga mashuti, tunasema shots, piga mashuti 10. Kati ya hayo yaliolenga shabaha yalikuwa 4, hakufunga, lakini alitoa assists zile tulizotoka kuzielezea, assist 2 ambazo ni katika mechi muhimu za mtoano, mechi dhidi ya Uganda na mechi dhidi ya Morocco. Lakini
miongoni mwa mambo yake mazuri ni pale timu inapopoteza mpira, yeye hufanya jitihada kubwa za kuhakikisha anapambania mpira kurejesha katika himaya yake. Matokeo yake alifanya ball recovery mara 23, kupoka mipira kutoka kwa wapinzani kurejesha kwa timu yake. Lakini sio hivyo tu, huyu ni mzuri katika kudribble mipira, kupiga chenga, ambapo ushahidi ni juu ya namna alivyofanya. Alidribble mipira mara 27, akafanikiwa mara 16, ikiwa ni ufanisi wa around 59% katika kukokota mipira. Changamoto yake tu ni kwenye kupiga cross, kwa sababu alipiga cross 36, zilizofika ni cross 7, ikiwa ni ufanisi wa chini mno, ambao bila shaka akitoa kwa wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Becker atapaswa kuboresha eneo hili. Lakini kwa ujumla tu matarajio ni kwamba atakapojiunga na Simba na kutambulishwa rasmi, kocha Steve Becker atakuwa akimtumainia katika eneo la pembeni, kulia, kushoto, kati, kwa sababu kote huko huwa anaweza kucheza vyema miongoni mwa zile nafasi tatu za nyuma ya mshambuliaji kinara. Kwenye mfumo wa Simba ambao pia hutumia wakati mwingine mfumo wa baada golikipa, kuwa na walinzi wanne, viungo wale wa ukabaji watatu, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, maana yake anaweza kucheza ule mstari wa viungo watatu wa ushambuliaji nyuma ya mshambuliaji kinara, ama kutokea kushoto ama kutokea kulia. Kwa lugha nyingine, Libase Geye akisajiliwa, Simba wakifanikisha usajili wake katika kipindi hiki cha dirisha dogo, kocha Steve Becker atapata nguvu zaidi, kwa sababu Libase Geye wala sio shida zake kuchukua walinzi mmoja wawili kuelekea lango la timu pinzani, na kwa sababu hiyo akiwa kwenye kiwango chake bora kutoka upande mmoja wapo, alafu upande mwingine akawa Elie Mpanzu Kibisawala kwenye kiwango chake bora, ni dhahiri kwamba Simba itakuwa na silaha nyingine zaidi kuelekea mechi zao za msimu wa 2025-26. Inafahamika wazi kati ya tarehe 23 mpaka 30 mwezi huu Simba watacheza mechi zile za back to back dhidi ya Esperance de Tunis katika kundi lao la D, ambalo wao wako mkiani, wamecheza mechi 2, wamepoteza zote. Sasa wakimpata Libase Geye, maana yake anakwenda kupambana na Ben Himida yule wa Esperance de Tunis, beki wa kushoto, ili kumfanya Ben Himida asipate fursa ya kupanda na kwenda kutengeneza mashambulizi hatari langoni mwa Simba. Ikumbukwe mechi ya sare ya 1-1 kati ya Esperance de Tunis kule nchini Angola dhidi ya Petro Atletico, bao la Esperance de Tunis lilitokana na pasi kutoka kwa Ben Himida, yani assist, ambaye ni beki wa kushoto wa Esperance de Tunis. Ili kuepuka madhara tukanayo na beki wa kushoto wa timu pinzani, ni lazima timu husika, njia mojawapo ni kuwa na winga mwenye kumfanya ashindwe kupanda pana na kwenda kutengeneza matatizo kwenye timu yake. Sasa Libase Geye anaweza kumfanya Ben Himida akose pumzi, akose nafasi ya kupanda kwenda kupiga cross, kwenda kuwasumbua mabeki wa Simba akiwemo Shomari Kapombe, na wakati huo akitengeneza nafasi kwa washambuliaji wa Simba kina Steven Dese Mkwala, akina Jonathan Soa, Selemani Mwalimu na kadhalika, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kuchachafya ngome ya timu pinzani na kuingia ndani kutoa pasi ama kufanya majaribio ya kufunga. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitatimia kwamba Simba watampata Libase Geye? Hilo ni swala la kusubiri, lakini changamoto nyingine ni juu ya ushindani wa nafasi, kwa sababu ndani ya Simba wapo mawinga wa kutosha kama tulivyotoka kuelezea. Kwa sababu hiyo Libase Geye akitua Simba atapaswa kuonyesha kiwango bora ambacho mashabiki wapenzi watakuwa kila mara pengine watashawishika kumlinganisha na wale waliopo. Kwa nini apate nafasi na sio hawa wengine ambao wapo idadi ya kutosha? Kwa sababu hiyo itabidi aonyeshe kiwango bora katika kila nafasi atakayoipata. Changamoto nyingine ni kwamba yeye ni mchezaji wa kigeni kutoka Senegal. Akitoa Simba, maana yake mmojawapo ya wachezaji wa kigeni 12 kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara atalazimika kumpisha. Lakini mwisho wa siku kama Simba wanampata, ni dhahiri kwamba mchezaji huyu mwenye miaka 22 anaweza kuwa na manufaa makubwa kwa kundi la Msimbazi Simba katika mechi zao za msimu wa 2025-26 na kuendelea. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Kwenye michuano ya CHAN yule alikuwa akionekana kichachafya mno mabeki wa timu pinzani, na pia kwenye michuano maalum ile iliyohusisha Senegal, Tanzania na Uganda kule Karatu kuelekea michuano ya CHAN, basi mchezaji wa Senegal aliyekuwa ana nambari 7 mgongoni ndiye huyu tunemzungumza, Libase Geye, ambaye tangu akiwa Karatu alikuwa gumzo
lakini kwenye michuano ya CHAN akaendelea kuwa gumzo miongoni mwa wachezaji wa Senegal. Libase Geye ndiye huyu ambaye hivi sasa anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba.